Hii ni ziara ya mfuko wa hifadhi ya jamii PSSSF wenye makao yake makuu jijini Dodoma nchini Tanzania. Wawakilishi wake wamefika katika ofisi za chama cha waandishi wa habari Dodoma DPC kwa lengo la kudurusu machache yahusuyo mfuko huo. Mazungumzo haya ya pamoja yalifuatiwa na mkutano uliotoa matumaini kwamba sasa vyombo vya habari vitaweza kuripoti kwa usahihi habari za PSSSF. Habari yote inahusu mfuko wa hifadhi ya jamii ni habari nyeti. Inaligusa kundi kubwa la watumishi wa umma, wastaafu. Sasa endapo isipoandikwa kwa usahihi inaweza ikaleta hali ya sintofahamu katika jamii. Sisi kama waandishi wa habari tumeweza kutoka na jambo ambalo huenda tunaweza kwenda kuleta matokeo chanya kwa jamii, kuweza kufahamu namna ambavyo hivi sasa PSSSF inaenda kutumia matumizi ya tehama katika kuhakikisha kwamba inahudumia wastaafu, lakini pia na wale watumishi waliokuwepo katika sekta ya umma. Kila mmoja ajue kwamba ni mstaafu mtarajiwa, ajue kwamba kuna siku atastaafu. Kuna siku kiti ambacho umekalia leo kilikuwa kinakaliwa na mtu mwingine, lakini kuna siku kitakaliwa na watu wengine, na hivyo kila mmoja ajiandae, lakini usisahau kuulizia kwenye mifuko ambayo umejiandikisha kwa ajili ya kujiwekea akiba yako, kuhakiki kwamba akiba yako ipo na iko salama. Hata hivyo, PSSSF inakiri kushughulikia changamoto zote zilizokuwa zikiukabili mfuko huo, ikiwamo za wastaafu ambao wote sasa wanalipwa mafao yao kwa wakati. Daftari letu la wastaafu ambalo tumelipa kwa mara ya mwisho mwezi uliopita lilikuwa na wastaafu 176,000 nchi nzima, ambao walilipwa around bilioni 75, na imekuwa ikilenja hapo kati ya bilioni 74 mpaka 76 kila mwezi, kwa sababu daftari linaendelea kuongezeka kila wakati na wote tunawahudumia vizuri. Na kama kuna eneo ambalo sasa tumekuwa hatuna malalamiko makubwa ni malipo ya wastaafu ya kila mwezi. Wanasema miongoni mwa changamoto zilizokuwepo ni pamoja na kuunganisha mifuko mingine yenye mifumo tofauti, mifumo ya tehama pamoja na mifumo ya fedha. Licha ya mafanikio hayo, bado kuna changamoto namna vyombo vya habari vinavyoripoti taarifa hizo, kitu kilichoifanya PSSSF kuanza kutoa mafunzo ya kuvijengea uwezo. Na lengo kubwa ilikuwa ni kuwapa updates za maendeleo za mfuko, hasa katika operation zetu, wapi tulikotoka na wapi tulipo, ambapo tuliweza kuelezea changamoto ambazo mfuko ulikuwa ukipitia kutokana na muunganiko wa pale wa awali, ambapo kwa namna moja ama nyingine ulikuwa ukiathiri utendaji. Serikali kupitia sheria namba 2 ya hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma mwaka wa 2018 iliunganisha mifuko ya hifadhi ya jamii ya LIPF, PSPF, GEPF, PPF na kuanzisha mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF, ukihusika na ukusanyaji wa michango na hatimaye kulipa stahiki za mafao kwa watumishi wa sekta ya umma. Ronald Sonyo, TMC News, Dodoma.